Unjambo mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba asubuhi yako ni ya baraka na hata usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Ninakukumbusha tu, usiku unaweza kuwa na mengi, unaweza pitia mengi, unaweza kuwa unasema kwamba ulilala ni kama ulali. Kwa sababu gani? Mafikira ni mengi, mambo ni mengi ambayo yanakuumiza hata moyo wako. Lakini kumbuka kwamba usiku unaweza kuwa na hayo yote na asubuhi kukawa na kicheko, kukawa ni furaha imeweza na kubisha tu mlango wako. Basi endelea na kuamini kwamba yote ambayo unaweza kuwa unayapitia, Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Mwenyezi Mungu amekushikilia. Mwenyezi Mungu yuakupenda, anja kuacha. Hivyo basi karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuzidi na kubarikiwa pamoja na kunyunyiziwa neno la Mwenyezi Mungu na baraka zake kutoka kwa hilo neno. Ninaamini kwamba baraka tutaweza na kuzipokea kwa wingi asubuhi ya leo. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu yuko hapa tayari kabisa kufanya hayo yote na kutumwagia yote ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kumuandaa nayo. Ni kwa sababu yetu asubuhi ya leo, sio mwingine bali ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi. Karibu sana watazamaji wa Undugu TV. Naomba ndugu na dada kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo. Natumai mwazima. Naomba kukukaribisha katika mahubiri ya siku ya leo, ambayo mahubiri kila wakati na kila saa Roho wa Mungu huwa na jambo tofauti na mahubiri yale mengine. Kwa hivyo andaa moyo wako, andaa roho yako, ukasikilize ukijiuliza ni yapi Roho wa Mungu, Mungu Baba na Yesu Kristo angependa nijue siku ya leo. Basi tupate kusoma katika Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36, ambao tutaenda through that 7. Na Biblia inasema hivi: na mwanafunzi mmoja na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorcas, yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaungua, akafa. Hata walipokwisha kumwosha, wakamweka orovani. Na neno la Mungu linaendelea. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Asante Mungu Baba, tunapoenda kuangazia matendo ya watumishi wako ambao waliweza kuyatenda ule wakati walipopokea nguvu mpya. Waliyatenda mengi ya ajabu na ya kushangaza. Na wakati kama huu, Roho wa Mungu atuongoze, atufundishe mengi. Naomba uwe pamoja nami na hata kwa watazamaji. Katika Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tutaenda kuangalia leo kuungua na kufa kwake Dorcas. Na ni ukweli kupitia kwa nyimbo tunayajua mengi sana ya Dorcas. Na Dorcas tunamjua kama mwanafunzi wake Yesu Kristo. Na Dorcas kulingana na maandiko tunajua yale yote aliweza kuyafanya. Na jambo moja, yeye ni ukweli wajane wote waliweza kupata faida kutoka kwake. Na wajane wote walisaidika kutoka kwake. Na walipokuwa wakija kwake, alikuwa anawashonea makanzu ama nguo. Na pamoja na hayo yote
alipoona amepewa hicho kipawa cha kupeana, pia naye Mungu ni karama, na akachochea karama yake kwa kumtolea pia Mungu sadaka, akiwashonea watu wengi walikuwa wanakuja hata kushonewa ili walipe fedha. Kwa hivyo yeye kutokana na hizo fedha ama pesa alikuwa anatoa sadaka ambayo ilifika mbinguni, ikamfanya hakika kama vile tumeona kichwa chetu wa leo ni kuungua na kufa kwake. Hiyo sadaka ikamfua Dorcas. Basi maandiko yanatuambiaje kuhusu Dorcas? Akiwa na hayo matendo mema, akipendeza mbele ya Mwenyezi Mungu, na maandiko yake yakiwa yameandikwa katika Biblia kwa ajili ya ushujaa wake na kwa ajili ya uzuri wake aliyokuwa nao, ukafikia wakati akaungua Dorcas. Dorcas akafa. Aliyekuwa ametenda matendo mazuri mbele ya watu na mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu akaalau Dorcas afe, na Dorcas akafa. Na alipokufa walikuja wakilia, wakamuosha, wakamweka orofani. Basi wakawa na second thought, wakawa na mpango mwingine ya kwamba wamesikia kuna mtumishi wa Mungu yuko karibu ambaye anaitwa Petro. Petro ambaye alikuwa amejazwa Roho Mtakatifu na alikuwa na karama za aina mbalimbali, na alikuwa na hii karama pia ya kufufua. Bwana Yesu na asibiwe. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wangu. Mtu kama wewe, mtu kama mimi, akapewa kipawa cha kufufua aliyekuwa amekufa. Basi wakamtumana. Alipokuja Petro, wakampeleka wakilia, wakimuonyesha makanzu, manguo aliyowashonea au wamama wajane. Walipoenda pale, hakika Petro akaonyesha penye yuko. Walipolia sana, yeye aliwatoa nje wote, hata watu wa viti za mbele akawatoa pale. Akambaki yeye hakika na Tabitha, ama maiti ya Tabitha. Na akaomba, alipoomba Mungu kulingana na vile maandiko yanasema na yameandikwa, aliposikia sauti ya Mungu ikisema ni ukweli nimesikia, akafungua macho, akatazama maiti ya Tabitha ama Dorcas. Alipotazama Tabitha akazihishi nguvu za Mungu, akafungua macho yake. Macho yalipofunguka, Tabitha, maandiko yanatuambia Dorcas hakuinuliwa na Petro, lakini nguvu za Mungu zikaweza kuingia ndani yake, akajiinua, akaketi. Alipoketi, mtumishi wa Mungu akamnyoshia mkono, akashika mkono, akaamka, akasimama. Bwana Yesu na asifiwe. Petro hakuwa malaika, wala Petro hakuwa Mungu. Petro alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa mtu kama wewe, lakini chombo kiteule kama vile tumesoma kuhusu Paulo. Na akatumia jina la Yesu Kristo. Mkono wake ukiwa umetakazwa, ukijaa rehema na nguvu, wa kuume akanyosha. Yule aliyekufa akasimama na akainuka, na hakika akawaita, akawarudishia wale wajane akiwa hai. Bwana Yesu na asifiwe. Aliyekufa akiwa hai. Ndugu yangu na dada yangu, uko pale, na huenda ikawa matendo yako yamekufa kama vile Dorcas alikuwa amekufa.
Huenda ikawa ulikuwa umeokoka na umerudi nyuma, na hakika wokovu wako haumo tena, kwa maana matumaini yako yamekupotelea, imani yako haimo tena kwake huyo Yesu Kristo, na umekufa kiroho. Basi sauti ya Petro inaitana siku ya leo ikikuambia, wacha kukaa kama ukiwa mauti, wacha kutembea ukiwa maiti, mrudie huyu Yesu Kristo. Sikia sauti ya Petro, sikia maombi ya Petro, amka penye huko na utakuwa hai tena, kama vile Petro aliweza hakika kumfanyia huyu Dorcas. Roho wa Mungu ambaye alikuwa wakati ule, Roho Mtakatifu ambaye alifanya wakati wa Petro, atafanya kazi nawe hata wakati huu, hata ikiwa katika matoleo na katika maombi na katika mahubiri, kuwasaidia wengine kama vile tumeona huyo Tabitha. Tafadhali ndugu yangu, ulikuwa unafanya na sasa umekufa, amka tena siku ya leo. Ikiwa rudi nyuma, ndugu yangu, katika matoleo, kumtolea Mungu sadaka fungu la 10 kama vile Tabitha alikuwa anafanya, tazama sadaka ile alikuwa anamtolea Mungu ili mfufua. Si uanze kufanya tena, si uanze kumtolea Mungu tena, si uanze maombi wa leo, si uanze kusaidia wengine hata siku ya leo. Na ukianza tu, Roho wa Mungu atakurudia, atakuinua, ambaye uliyekuwa umekufa utaamka tena, na utaweza kusema Yesu ni Bwana, na hakika watakao kuona watasema kweli kuna Mungu mbinguni. Ikiwa huyu ni fulani wa fulani na amebadilika kiasi hiki, hata mimi nitabadilika. Hakika katika kule kufufuka kwako utafufua wengine. Uko tayari kufanya kama vile hakika Dorcas alifanya? Uko tayari kumrudia Mungu ili uache kukaa mbali na kando na mapenzi yake Mungu, ili naye aweze kujionyesha, atakunyoshea mkono takapo na mkono wa Mungu? Wewe mtazame, amka, simama tena, mfanyie kazi na usikie sauti yake Mwenyezi Mungu, naye atasikia sauti yako utakapomlilia na kumuita. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tunakuomba wakati huu, Mungu wa Petro, Mungu wa Dorcas, na ni kwa ajili ya watazamaji wale ambao wametazama na wamesikiliza kuhusu matendo ya Tabitha ambao yamemfufua kutoka kwa wafu. Nasi wakati kama huu, naomba Mungu Baba ukaweze kutuangalia na utume Roho wako Mtakatifu ambaye atatujulisha ni wapi tumekufa, ambao atufanyi kulingana na mapenzi yako. Tusaidie na ukatuinue. Tazame mtazamaji akiwa pale aliko, na ukamuinue Jehova Mungu, ukampe nguvu za kiroho, ukampe nguvu za kimwili, ili mfalme wa wafalme aweze kupona, aweze kuponya roho yake. Mungu Baba, tusaidie, ukatushindanie, na kama vile huu wakati wa Petro na Dorcas umetendeka na yale yalitokea, yatokee kwetu na tuwe hai tena katika jina la Yesu Kristo. Tutembelee na utufunze hata kutumana kama vile wao wametumana Petro, na wengi wa leo wanatumana kwa waganga washindwe katika jina la Yesu Kristo. Na Yesu usifike na uweze hakika kujaa mioyo ya wengi na wajue ni wewe na hamna mwingine. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia kuamini. Amen. Shalom. Kuugua na kufa kwa Dorcas. Hiyo ni historia ambayo wengi wanaifahamu kutoka kwa Biblia. Dorcas ni mwanamke ambaye alikuwa ni mjane. Huyu mwanamke wakati ambapo aliweza na kufa,
Wanjani wale wengine waliweza na kumkumbuka. Waliweza na kwenda pale kuinua zile nguo ambazo alikuwa anawatengenezea. Kulia kwa sababu ya yale matendo mema ambayo alikuwa anawafanyia. Kulia kwa sababu ya zile baraka ambazo alikuwa anawabariki, maana wakati ambapo unatendea mwingine mema, huwa umembariki, huwa unambariki. Mpaka Mwenyezi Mungu akaweza na kuona kilio chao. Basi pale mtumishi wake alipofika pale, aliweza na kuomba. Muujiza ukaweza na kuonekana. Dorokasi akaweza na kubarikiwa ama kurudishwa uhai tena. Kwa sababu gani? Ya matendo mema ambayo alikuwa anayatenda, ambayo alikuwa anayafanya kwa wale wanjani. Basi wewe, ni kipi ambacho watu wanaweza kukumbuka wakisema kwamba huyu alikuwa anatufanyia haya, huyu tulikuwa tunafanya kazi naye, ameweza na kwenda kwingine, lakini tunamkumbuka, alitufanyia hivi na vile. Matendo mema, sio kwa mabaya. Matendo mema. Kuna tendo njema ambalo wale wengine ambao wanakuangalia, wale wengine uko pamoja na wao, wanaweza na kukumbuka, wakasema kwamba fulani huyu alikuwa ni mwema kwetu. Hata kama sio mambo mengine, alikuwa anatuongelelea mema, alikuwa anatutamkia mambo mazuri, alikuwa anatuambia, alikuwa anatufanyia haya. Unaweza sema kwamba wale ambao ni wakutenda matendo ni wale ambao wako na pesa mingi, wako na mali. Hapana. Unaweza kutamkia mtu mwingine mema kupitia kwa kinywa chako akafurahia. Unaweza kuwa wewe ni mwombaji, unaombea wale wengine mema. Je, ni kipi ambacho kizuri watu wanaweza wakakukumbuka kwacho? Wakati ambapo uko uhai ama wakati ambapo umeweza na kuaga dunia, watu wanaweza na kukumbuka na kipi? Ama wanaweza sema tu kwamba huyu wacha tu aende. Yani tumechoka kwa sababu yake, kwa sababu ya matendo mabaya wanatutendea. Unaweza tu kuwa mahali mnafanya kazi pamoja, wakati mwingine ameweza na unasema kwamba heri tu hivyo, maana amekuwa ni mzigo kwetu, ametuumiza sana. Je, ni kipi kizuri ambacho wale wengine wanaweza na kukumbuka kwacho, wakasema huyu amekuwa ni mwema kwetu? Tafakari, jipime, maana unajijua zaidi. Jipime na ujirudishe, jirudie na useme kwamba wacha tu nikae na wale wengine vizuri. Hao ndo tu baraka zitaweza na kutoka kwao, wakati ambapo wanakutamka mazuri. Pia hata Mwenyezi Mungu ufurahia na ukubariki. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mungu atembee pamoja nawe. Mungu akakutangulie na Mungu akayajibu hata maombi yako na Roho wake. Atusaidie sana tukawe na kitu ambacho ni chema kutoka kwetu. Wale wengine yani wanaweza ona kusema kwamba huyu amekuwa ni wa baraka kwetu. Bye bye.